mkuu, wajibu wa vijana. Mabadiliko duniani yanaletwa na vijana na watu maskini. Mwaka 2006 mpaka mwaka 2009 mimi nilikuwa mwanafunzi kama nyinyi chuoni hapo Sauti. Na tulikuwa na wengi. Yule Adam Chagurani alikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wako na kina Boni Yai, wakina Silinde, wakina Wawa, na sisi hapa tulikuwa na kina Wenje, tulikuwa na kuna watu wengi. Felix Mkosamali alikuwa mbunge wa Muhambwe. Kuna bwana mmoja anaitwa Machali, sasa hizi ni DC wa CCM huko nani. Tulikuwa wengi sana kwenye chuo kikuu hapo. Na pia tulikuwa na kina Biteko hapa. Tumefanya chuo hapo siasa sana kabisa. Wakati tunakuja kuanza chuo hapo, kuja hapa hakuna ofisi ya chama mkoa wa Mwanza, na viongozi unawatafuta. Na tukaja hapo, tuko na bwana mmoja ni marehemu sasa hivi, alikuwa mwandishi wa habari wa gazeti inaitwa Jambo Leo wakati ule. Gazeti yana nguvu sana, wacha magazeti ya sasa hivi. Vyombo vya habari wakati ule kidogo walau vilikuwa vina exercise kidogo. Walau watu ukikutana na mwandishi wa habari akikuuliza swali unafikiria mara mbili kujibu, kwa sababu unajua follow up question inaweza kuwepo. Tulikuwa kwa tukaja hapo tukaanzisha tawi la chuo na huyo Edson Kabukara, wakina Nzemo Renatus na wengine wengi sana. Mimi nikawa katibu wa kwanza wa tawi la Chaso Sauti. Tukamwalika Freeman Mboya kuja kuzindua tawi. Wakaja na Mnyika. Ndio siku ya kwanza mimi nakutana na Mnyika. Kuna picha yangu moja maarufu sana, nimevaa shati kubwa sana la blue na suruali nyeusi na kiatu fulani hivi, mkanda wa kipolipoli, na Mnyika anavaa kwamba tuko pia mbamba kweli. Sasa nilikuwa najilinganisha wakati ule, naangalia na size zile, naona I was exactly the same way you are today. Lakini nilikuwa na hisia za kimageuzi sana. Kaanzisha tawi pale, tukamwalika Freeman akaja pale na mbunge wetu wa Tarime marehemu Chacha Wangwe. Tukafanya kongamano kule M9. Unafahamu M9 mwenyewe? Kulikuwa na hiyo M10 ndio inaanza kujengwa. Kwa hiyo M9 ilikuwa ya kwanza kujengwa pale. Kwa maana M mawili, si M9 na M10. M11 ndio inaanza kujengwa. Pale watu walijaa mpaka wakaning'inia madirishani. Kafanya kongamano very successful. Ndio tukaanzisha tawi la Sauti Chaso. Hapo Kijiweni, hiyo nyumba ni juzi tu wameifuta rangi hapo. Ndio tukakodi ofisi ya kwanza pale. Kwa hiyo hata ofisi ya wilaya hawakuwa na ofisi, mkoa hawakuwa na ofisi, sisi Chaso tulikuwa na ofisi pale. Wakati ule mzee Limo sipo bado. Shumbusi ndio walikuwa viongozi hapo wa chama. Na mzee nani yule anashona miaka Rukanga. Wakana tulea, tunaenda pale maktaba ya mkoa pale, tunafanya siasa. Tukafufua chama hapa, tulikuwa kila weekend tunajicoordinate kwa michango yetu, tunawaambia wanatuandikia barua polisi, tunaenda kufanya mikutano, tunajifunza kuhutubia. Mimi nikiwa mwanafunzi hapo nisha kwenda
mpaka Geita na hutubia mkutano wa hadhara, mimi mgeni rasmi. Niko mwanafunzi hapo. Kwa leo nikiwaona na nikija kuzungumza na nyinyi, memori yangu inaenda mbali sana. Karibia miaka 16-17 iliyopita, I was exactly in the same position you are today. Na kiu yangu kuona nchi hii ina mabadiliko haijawahi kubadilika tangu mwaka 2006 mpaka leo, is the same way I feel, na ni kiu ile ile na inaongezeka zaidi ya kutaka kuona tunabadilisha nchi. Kwa leo tunapozungumza mbele yenu, ndugu zangu, ninafurahi sana na nina mixed feeling, kwa sababu leo mwenyekiti wetu ametimiza siku 399 gerezani bila kosa lolote. Wahalifu wanaoibia nchi hii, wanaotesa mama zetu, wanaofanya nyie maskini, wanamfunga mtu mwema anayetaka nyie mtibiwe vizuri, anayetaka nyie mpate maji, anayetaka nyie mpate barabara, yuko gerezani. Wahalifu wametake charge ya nchi yetu. Napozungumza na nyie, gerezani, mimi nimekaa gerezani, sio sehemu conducive kwa mtu kama Lissu ambaye amepigwa risasi 36, 16 zikaingia kwenye mwili wake. Mtu ambaye anatembea na risasi mwilini. Nimemsikiliza vizuri sana kiongozi wenu. Amesema hatuwezi kukubali nchi yetu iwe shamba la wanyama ambapo mwenye nguvu simba, kwa sababu ana nguvu kuliko swara, akiwa na njaa anaona swara. Yaani wewe njaa yako inakusababisha ukatisha uhai wa mtu mwingine. Hao wanyama tu walivyo ndio wanaweza kuishi hivyo, kwamba yani kwa sababu tu wewe una njaa zako, sasa huyu mtafune asiyekuwa na nguvu. Ndio nchi tunayojenga hiyo, shamba la wanyama, ambayo leo mimi nikiwa sina simu, wewe una simu, kwa sababu nakuzidi nguvu nichukue simu yako. Wewe ukiwa na mke mzuri, mimi nakuzidi nguvu, natamani mke wako nimchukue. Ndio nchi ambayo Samia anaijenga. Ndio maana yeye leo, kwa sababu anaweza kukomandi majeshi, kwa sababu anaweza kukomandi polisi, wanaua watu, hakuna kinachofanyika. Anaamrisha mwenyekiti akamatwe awekwe ndani, hakuna kinachofanyika. Inawezekana hata mimi leo nitatoka hapa akaamrisha niuawe, hakuna kitakachofanyika. Sasa nyie wananchi na nyie vijana, mkikubali hali hii ikaendelea kwa kufikiria kwamba mimi sio Lissu, hayanihusu, Lissu sio baba yangu, sio mdogo wangu, pengine ningetoa neno, pengine ningepigana, pengine ningesema kama angekuwa mdogo wangu, kama angekuwa mdogo wangu, kama angekuwa mimi, kama angekuwa mama yangu mdogo au baba yangu mdogo. Kesho atakukuta wewe, huyu atasema sio mimi, sio ndugu yangu, sio mdogo wangu. Na kesho kutu atakukuta huyu, yule atasema sio ndugu yangu, sio mdogo wangu, sio babangu. And that's why Wamarekani wana msemo, wanasema I am my brother's keeper. Tatizo lako ni tatizo lako. Lala njaa inaniuma vile vile ambavyo mimi ningelala njaa. I feel exactly the same way wewe unapoumia. Ukionewa wewe, unaonewa mimi. Ndio maana Marekani na nchi nyingine zilizoendelea zinajua
akionewa mtu mmoja, akiuawa mtu mmoja, ni tatizo la watu wote. Ndio maana alipouawa George Floyd kule Marekani na polisi, nchi ilitikisika, maandamano makubwa, Black Lives Matter. Mmewahi kusikia? Mjawahi kusikia? Kwa sababu hawataki mwingine ya mkute iliyomkuta George Floyd. Wakati wa utawala wa Adolf Hitler wa Ujerumani, dikteta kama madikteta hawa tulionao, quotation ya mchungaji Martin Niemöller ambaye alikuwa mchungaji wakati huo wa utawala huo, anasema walipoanza kuwashughulikia Majewish hawa wa Israeli, Adolf Hitler aliwaua. Alisema baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, Ujerumani iliingia kwenye crisis kubwa sana, kwa sababu zile nchi za Victoria Allies zilizowashinda vita, cha kwanza walidevaluate, walishusha thamani ya fedha ya Ujerumani, inaitwa Deutschmark, wakaidevaluate. Kwa hiyo ukienda kununua mkate unabeba toroli na Deutschmark na unapanga foleni, mikate ipatikane. Maisha yakawa magumu, watu wakawa na hali mbaya. Adolf Hitler aliporaise kuja kwenye power, pamoja na matatizo ya kiuchumi, akaeleza Wajerumani na akawaaminisha kwamba waliosababisha tukashindwa vita na tukaingia kwenye matatizo ni Wajewish. Kwa ili tusurvive lazima tuwaue Wajewish. Kwa hiyo alipoingia kwenye madaraka akaua Wajewish, akaua Waisraeli wengi sana. Leo unasikia wanasema kila siku, mpaka wakatafutiwa nchi ile ambayo ilikuwa zamani sehemu ya Palestina, wameweka pale na wanang'ang'ania pale ile eneo. Waisraeli wachache, lakini watu wenye akili nyingi ambao wamejimilikisha uchumi mkubwa wa dunia, ndio maana wakisheki dunia nzima inasheki. Lakini sio wengi. Nchi ya Israeli ni ndogo kuliko mkoa mmoja wa Mwanza, lakini inasumbua dunia, inatikisa dunia. Kwa wakati wa Jewish wanauawa, Adolf Hitler alipoingiza kwenye torture chambers, walijenga matanuri ya moto hivi, ukawa unaingizwa mle, unavua nguo, unaingizwa ukiwa uchi, moto unawaka, unaungua mpaka mifupa, mpaka majivu yanaungua. Mchungaji Martin Niemöller anasema watu walipoanza kuuawa Wajewish, mimi nilisema mimi sio Mjewish, kwa hiyo hayanihusu. Alipomalizana na Wajewish akaanza trade unions, vyama vya wafanyakazi. Martin Niemöller akasema I was not among the trade unions, hayanihusu. Akaja kwenye farmers, akasema I am not a farmer, hayanihusu. Akaja kwenye business people, akasema I'm not a businessman, hayanihusu. Baadaye akashughulika na wachungaji. Alipogeuka nyuma, anasema akaona hakuna mtu anayemtetea, kwa sababu alipoumizwa trade unionist alisema mimi sio sehemu ya trade union. Kumbe angepata sauti wakati anaumizwa trade unionist, asingefikiwa na yale matatizo yaliyokuja kumfikia baadaye. Leo Samia anapomuuliza Lissu, unasema mimi sio Lissu. Kesho atawafikia hao wachungaji wanaomsifia, watageuka nyuma, watakuta hakuna anayewasemea. Watasema ningejua siku Lissu anaonewa ningetoa sauti, pengine nisingefikiwa mimi. Yatawafikia hao mashehe, kwa sababu dikteta huwa hana macho. Lazima wote, na nimefurahi viongozi wao wamesema hakuna mtu ambaye ana damu ya kumwaga kwa ajili ya mtu mwingine. Wote tuna wajibu wa kupigania nchi hii. Na msisikilize ujinga wa watu wajinga wanaokuambia mimi nakuchochea. Mimi nakuchochea nini? Mimi nakuchochea nini? Nimekuambia unipiganie mimi nipate chakula nyumbani kwako.
na kuambia wajibu wako kwa ajili ya maisha yako. Kama unampigania Lissu ambaye yuko gerezani, yuko ndani kwa ajili gani? So nasema tunachochea watoto wa watu maskini. Nimeona mtu mmoja anaitwa Grayson Msigwa anaongea, anatoa macho kana kwamba sisi ni watoto wake, anatupazia sauti, anatutisha. Anaongea anasema watatubambika kesi kwamba sisi tulichochea. Msigwa, mimi sio mke wako, usitishe mtu wako. Sisi ni Watanzania, tuna haki sawasawa na haki ya mtu mwingine yoyote aliyoko serikalini. Usiongea sisi kama watoto. Yaani Msigwa huyu anatukana watu na waita Watanzania ngujiro. Alafu Msigwa huyu anasema kuna watu wamekamatwa kwa kumtukana yeye. Who do you think you are? Kwamba wewe ni so special, ukitukana Watanzania wewe haufanyi chochote. Wewe ukiwatukana Watanzania ni sahihi, wao wakikujibu ndio tatizo. Fanyia hayo mambo mke wako na watoto wako. Nchi ni yetu sote. Lazima tuweke kwenye msingi ambao kila mtu anaheshimika kwenye nchi. Tusipofanya hivyo, watatunyia mdomoni. Hakuna mtu. Lissu yuko mstari wa mbele, ametoa uhai wake kwa ajili ya nchi anayoipenda. Equal kama wewe unavyopenda Tanzania hii. Lazima muelewe wajibu, the role of the universities. Kama wanafunzi wa vyuo vikuu, wajibu wa vijana. Mabadiliko duniani yanaletwa na vijana na watu maskini. Yanaletwa na vijana kwa sababu ya aspiration zao, ya imani zao, ya needs zao. Na hakuna kosa kuwa na aspiration. You aspire to be a president. Hakuna kosa katika hilo. Wanataka wakuaminishe kwamba ni kosa kuwa na aspiration za kuwa rais. Kwamba mtu anayetakiwa kuwa rais ni mtoto wa Jakaya Kikwete kwa sababu yeye amezaliwa tofauti na wewe. Ndio wanataka kuamini. Sisi tunaokuambia kwamba una aspiration equally. Kama alizonazo Ridhiwani, actually unamzidi Ridhiwani kwa sababu advantage aliyonayo pekee ni kwamba amezaliwa na baba yake akiwa rais. Ridhiwani amezaliwa na babangu, labda angekuwa mchoma mkaa. Lakini mimi through my struggle, babangu aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji, I've come all the way, niko hapa leo hili. Unataka wakuaminishe kwamba nchi hii ni mali ya mtoto wa Samia Abudi. Yeye ndo amezaliwa vizuri, yeye ndo anastahili kuendesha gari nzuri, yeye ndo anastahili kukaa mazuri. Wewe umezaliwa uwe maskini, ndio maana wanakuambia wewe mtoto wa maskini. Watakupoteza hawa. Kwamba sisi tunakuambia kwamba nchi hii ina dhahabu, nchi hii ina makaa ya mawe, nchi hii ina ziwa, unapaswa kuwa na gari, unapaswa kuwa na nyumba, unapaswa kuishi barabara, unapaswa kutibiwa vizuri, kwamba sisi ni tatizo. Wanaokuambia wewe umezaliwa maskini, kamkati ni kidogo, wakati wao wana mkati ni kubwa, kwamba ndio wanakutakia wewe neema. Si kama mnanielewa? Ndugu zangu, wajibu wa wanafunzi wa vyuo vikuu duniani na vijana ni kuleta mabadiliko. Mwalimu Nyerere alisema watu wanaoogopa mabadiliko ni majizi, ni mabwenyenye. Mtu maskini haogopi mabadiliko. Sana sana mabadiliko ya dini yanabadilisha umaskini wake, yanampeleka kwenye hali nzuri zaidi. More damage. Anapaswa kuogopa mabadiliko kwa
sababu hayajui yanakuja na nini. Azam yuko kwenye comfort zone. Serikali inamruhusu kufanya biashara, pengine kuna vitu vya hapa na pale, anapata fedha. Haitaki mabadiliko. Wewe unaogopa mabadiliko kwa sababu gani? Unaogopa mabadiliko kwa sababu ipi? Wewe unahitaji mabadiliko. Na ndio maana nimekuja kwenu kuwaomba kutimize wajibu wenu. Wajibu wa vijana wa vyuo vikuu wamezungumza hapo hapo. Amezungumza pale mwenyekiti wa Ilemela. Zamani vyuo vikuu ilikuwa ni sehemu ya mijadala mikubwa ya nchi. Amezungumza. Wangapi wamemsikiliza mzee Warioba? Wangapi wamemsikiliza mzee Warioba? Amesema kwamba ajenda ya nchi ilikuwa inasetiwa kwenye chuo kikuu. Mwalimu Nyerere, mwasisi wa nchi hii, anakwenda pale na wasikiliza wasomi. Mnasemaje? Kwa sababu nyie mnaona. Alifananisha wasomi na mtu mmoja ambaye ni maskini, ametumwa kutoka kwenye nchi yake, watu wote wakamchangia chakula wakati wa njaa, ili akatafute chakula nchi ya mbali awaletee. Maana yake kijiji kinakuona wewe ni savior. Wewe ni miongoni mwa watu wachache ambao mmebahatika kutoka kijijini kwenu umefika chuo kikuu. Sio watu wote kijijini kwenu wamefika chuo kikuu. Umekwenda kupata mwanga, umekwenda, anajifananisha na chakula. Urudi ubadilishe kijiji chenu. Kama mtu anaonewa na mtendaji, mwambie mtendaji una haki ya kuonea. Lakini hao watu wanakuaminisha kwamba usomi ni ubinafsi. Jiangalie wewe. Kwa nani haogopi kufa? I would love to live a long life. Na watoto na mke, I love them. Wakati wote tunapofanya kazi hii, tunaelewa hatari iliyoko mbele yetu. Tumekubali watoto wetu wawe yatima wakati wote. We need your support. Tumekubali wake zetu wawe wajane. Unapopambana na CCM ambao hawashindani kisiasa kama jeshi yanayopigana vita, if a person surrenders, huwezi kumshuti. Unashuti mtu ambaye unaamini anakuja kwako. Wamepiga mama mjamzito Arusha, anakimbia, anawapa mgongo, wamepiga risasi wanamuua. Alafu mzee Chambi anakuja anaandika maneno ya kijinga kabisa, alafu anatutisha kwamba tusiyaseme. Sisi tumekataa, tutayazungumza iwao nalivyo. Iwao nalivyo. Tutanyamaza tukiwa kaburini. Tutanyamaza tukiwa tumekufa. Na hata tukiwa tumekufa, sauti zetu zitatoka kwenye makaburi. Mama mjamzito, a sanctity of life, analeta binadamu mwingine duniani. Ameuawa. Alafu mzee ambaye amefikia level ya kuwa a chief justice wa nchi, wawili. Anasema watu walilipo. Yule mama aliyekuwa anakimbia amelipwa na nani? Wamesema wenyewe kwenye ripoti kwamba wameuawa watoto 26, watoto wadogo. Haya. Chale, hawa watoto wadogo 22 walilipwa na nani ili waandamane mkawaunu? Waambie wa Tanzania. Hawa watoto wadogo waliouawa, nani aliyewalipa? Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Hatuwezi kukubali injustice ya aina. Watu wameuawa ili watu wajitangaze na kujipa utawala ambao hawajachaguliwa. Hakuna aliyemchagua Samia Suluhu Hassan. Wewe unajua na Mungu anajua. Mzee Warioba ameiweka vizuri, amesema Samia Suluhu Hassan amechaguliwa na tume ya uchaguzi, sio wananchi.
wanazisha watu. Fikiria waziri mkuu, mwasisi wa nchi hii, huo uhuru ambao wakina Mapanda wanao, wanaiba, wanatembea kwenye magari, huo uhuru ambao wakina Abduli wanao, wanatisha kila mtu, huo uhuru walionao wanaotawala leo, wanaopigania wakina mzee Warioba, leo wanamtisha mzee mwasisi wa nchi. Amesema yeye mwenyewe kwamba mimi natishiwa. Unamtisha mzee Warioba, mzee wa miaka 90, kwamba iweje, kwamba akiona jambo baya alipigie makofi? Nataka wazee wote wa nchi wawe chawa. Baba ambaye amepigania nchi, wanaijenga kuanzia the scratch, wanajua mwelekeo waliotaka nchi hii iende. Yuko nyumbani kwake, anaona familia yangu inaenda shimoni, asikemee. Unamwambia nitakuua baba, kwa sababu wewe uko madarakani. Mwigulu Nchemba anasahau kwamba hicho cheo cha waziri mkuu alichonacho leo alikuwa nacho Joseph Sinde Warioba miaka fulani, na yeye akatoka na mwingine akakuja. Hii treni mnayoijenga, nafikiri mtakuwa kwenye vyeo hivyo milele. Rodrigo Duterte akiwa rais wa Ufilipino aliua watu 61 kwamba wanatumia madawa, si wauza madawa ya kulevya. Leo yuko detect. Nataka niwahakikishie, hata kwa namba hii wenyewe waliosema 518 lazima watakwenda kule. Hata wakifanikiwa kukaa madarakani mpaka wakamaliza, watakwenda. Hata wakituonea, hata wakitubandika sisi kesi, wakatuweka ndani, wakafuta Chadema kama wanavyopanga, wakafanya chochote. Anasema mwenyekiti wenu, historia huwa haiandikwi, inajiandika. Watu wapo wanaona, na ndugu zangu, iko hivi, ni wajinga pekee wanaofikiri zama na time kama hizi ambazo teknolojia imefika hapa ilipo. Sijui hata nani anawashauri. Unajua nini? Wanakaa na kufikiria ile watu nani mshauri wao? Malcolm X ameuawa miaka ya 60. Wakina Martin Luther. Leo watu wanachunguza watu waliopiga mtu risasi miaka ya 60 zama hizo. Leo zama hizi ambapo ukitembea na simu inakwambia umetembea steps ngapi, umetoa jasho kiasi gani, umeunguza calories kiasi gani, inakwambia temperature hapo nje ni kiasi gani, inakupima pressure, mapigo ya moyo, simu, saa unaifunga hapo inakwambia moyo wako unatembea kiasi gani. Zama hizi ni za kuficha taarifa. Unajidanganya tu. Na ndio maana CNN niliposema kwamba kuna makaburi ya halaiki, wameua watu kwa maelfu, waliishia kusema tu CNN inadanganya. Hebu fikiria, CNN ni shirika kubwa la kiutangazaji duniani. Budget yake ni investigation news, investigative journalism. Budget yake ni sawa na budget ya wizara 10 za nchi. Budget ya kitengo kimoja cha uchunguzi cha CNN inazidi budget 10 za nchi. Shirika lile la CNN budget yake ni budget ya Tanzania, kwa kama ni budget ya Tanzania mara 2. Sasa kama limekuchafua leo, umesoma waandishi wa habari, kuna kitu kinaitwa defamation, sio? Na hiyo is a big defamation, sio? Nchi ingepata matilioni labda fedha za kulipa budget miaka 3. Kwa nini hawajawashtaki? Kwa nini wameishia kusema tu wao kwamba mzigo ndio ukweli? Sasa CNN nimekuambia mpaka umbali wa risasi wanakalkulate yule mama amepigwa risasi umbali gani, bunduki ya aina gani, imepiga mshindo, ule mlipuko ulikuwa kiasi. Sio kama uliangalia ile habari,
Hapo mtu ametoka huko kijijini kwao, toa macho sasa uanga. Kwamba sisi tukusikilize wewe. Sasa ndugu zangu vijana, tuko kwenye matatizo. Na matatizo yote haya niliyozungumza ni matatizo yanayotokana na uongozi. Na uongozi ukiyumba, kila kitu kinayumba. Tuna irresponsible leadership, watu wasiowajibika, sio kuwa accountable, wasiochaguliwa na watu, wasiotokana na watu, wasiojua maumivu yenu, wasiojua aspiration zenu, wanaofikiri mkiwakwete ni utokwe nidhamu, wanaoamini kwamba wao ni Mungu, wanaoamini kwamba wameumbwa kutukalia vichwani, wanaoamini kwamba wao ni special creatures, wanaofikiri wewe ukidai maisha mazuri, wewe unahitaji kuchapwa kikwani, sio kikwani. Ukwani. Wanaoamini ukidai barabara nzuri, umemtukana rais. Wanaoamini ukiuliza kuhusu mshahara bora, wanaamini unahitaji uwawe, utekwe. Wanaoamini kwamba wewe ukiuliza hapo kwanza kuna maji, kwa nini sina maji Mtima, wewe unapaswa, wewe ni mhalifu, unaichochea serikali, unaichafua serikali. Wanaoamini kwamba wewe ukihoji kwamba mtoto wangu hasomi pazuri, wewe ni mtoto wa nidhamu. Tuna viongozi wa aina. Namna pekee ya kuwaondoa ni kwa sisi kujipanga, kuwa na mijadala ya kitaifa everywhere. Tuko kwenye crisis. Huzo wakati wa kujadili nyimbo za mapenzi, huzo wakati wa kujadili mipira, huzo wakati wa kujadili maisha yetu na watu wa taifa. Tuko kwenye crisis. Hawa watu ambao wanapeleka nchi shimoni na sisi tunaona, tuliwaonya kwamba mnaenda kwenye uchaguzi bila kubadilisha sheria za uchaguzi, nchi inaingia kwenye matatizo. Leo wanasema sisi ndio tulichochea kwa sababu tuliona. Kama leo tunamwambia kwamba mkitaka kuongoza nchi hii kwa mabavu, mtaleta machafuko. Wanataka sisi tuimbe kwaya kwamba tuko vizuri. Speed is useless when you are lost. Kama umepotea, speed ni kama unaenda Tarime, umegeuza gari inaelekea Mwanza, unapoongeza mwendo unapotea zaidi. Mtu mwenye akili unasoma ramani, unageuka na unaenda unakoelekea. Tukimwambia Samia kwamba umepotea, acha kuongeza mwendo, rudi nyuma, soma ramani, fuata njia sahihi, kwamba sisi ni wakosaji. Wanaomwambia ongeza mwendo tu, kwamba hao ndio wako sahihi. Nchi inayumba, uchumi unaharibika. Sisi tunazidi nchi gani? Miaka ya 60. Nchi ya Botswana hii. Hili tunahusu nini pia? Botswana na ukubwa wa kilomita za mraba 518. 84% ni jangwa la Kalahari. 84% ya 518 ni ngapi? Mtoto au mtu mwingine yeyote anayejua hesabu. Kwa hiyo calculator. 84% ya 518 ni ngapi? Laki 518, 84% yake ni ngapi? Laki 4 na ngapi? Laki 4 na 20 au 30? Laki 4 na 35. Kwa hiyo Botswana ina ukubwa wa kilomita za mraba 518. 435 ni jangwa.
80,000 hivi ndio maeneo ambayo yako sawa sawa. Mkoa wa Tabora una kilomita za mraba 42,000. Kwa hiyo ukichukua Tabora ukaichanganya na Dodoma, ni kubwa kuliko nchi nzima ya Botswana, sehemu ambayo ni Arebo. Mwaka 80 per capita income, kipato cha mtu wa Botswana kilikuwa dola 58. Dola 58. Dola 58 kama shilingi 100,000 kwa mwaka. Ndio kilikuwa paka, ndio kipato cha mtu wa Botswana kwa mwaka. Mwaka 60, wakati huo sisi per capita ilikuwa karibia dola 200. Mwaka 60. Sisi tuna ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. Hakuna hata eneo linalolingana na chumba hiki ambalo ni jangwa. Si kama mnanielewa? Botswana ina madini yanaitwa almasi peke yake. Almasi ambayo sisi tunayo hapo Mwaduya. Hapo Mwaduya. Si kama mnaelewa nyie? Si mnaelewa tuna almasi hapo Mwaduya? Wana almasi peke yake. Sisi tuna almasi, tukizungumza kanda ya ziwa tu. Tuna dhahabu, ukianzia kwetu Tarime kuna mgodi mkubwa zaidi unaitwa North Mara. Ukija mkoa wa Mwanza kuna mgodi mkubwa zaidi unaanzishwa hapo unaitwa Nyanzaga, mkubwa utachimbwa kwa miaka 26. Ukienda Geita utaikuta Chichia, imechimbwa sasa kwa zaidi ya miaka 40. Miaka 30 I think. Ukienda Bulyanhulu kuna mgodi mkubwa zaidi. Hiyo ni migodi mikubwa tunataja. Ukienda Kabanga Kagera unakuta madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu tunazozitumia. Yanatoka Tanzania. Almasi peke yao wao wana almasi. Ukija Shinyanga unakutana na maduni ya almasi, maduni wanachimba boys. Ukienda Kahama wazungu walichimba wakamaliza yamebaki na shimo. Dhahabu imeondoka. Kanda ya ziwa inageuka kuwa sumu kwa sababu kila sehemu yanatiririshwa madini ya hatari yanayotumika kusafisha madhahabu na kila kitu. Ndio maana leo wanakuja kukuambia kwamba tunafungua tawi la kansa Bugando. Mnashangilia kwa sababu kansa zimeongezeka. Kansa kwa kutengeneza. Baada ya kumitigate tunaongeza. Lakini basi tujiulize, faida ya hiki kitu ambacho kinatoka kwetu kinatuachia madini, kinatuachia mashimo, kinatuachia kansa ni nini? Leo unakwenda Botswana ndugu zangu, kipato cha mtu wa Botswana kwa mwaka kimetoka dola 59 mwaka 60 mpaka dola 19,050 mwaka 61. Kwa kipato cha mtu wa Botswana wa kawaida ambao population yao ni milioni 2.6 kwa mwaka ni karibia milioni 45. Tanzania ambao tulikuwa na kipato cha shilingi cha dola 200 tangu mwaka 60 mpaka leo, kipato cha Tanzania kimetoka dola 200 mpaka dola 1,118, shilingi milioni 3 kwa mwaka, ambao Botswana imetuzidi mara 10 zaidi. Madini yetu yote, almasi, makaa ya mawe, chuma, Tanzania ambayo inakutana kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Chumvi, dhahabu, kopa, uranium. Kuna madini yanaitwa rare metal ambazo zinachimbwa sana na Wachina, ambazo leo kila Mtanzania amekaa nyumbani
Marekani alipo pesa za serikali. Madini yanayotumika kutengeneza mabomu makubwa duniani yanatoka Tanzania. Madini yote kwa mwaka yanachangia kwenye pato la taifa 11% mpaka 12% ya GDP, ambayo ni trilioni 1.1 mpaka trilioni 1.2. Hayo ndio mauzo ya madini yetu yote nje kwa mwaka. Mauzo ya almasi pekee yake ya Botswana mwaka jana trilioni 10. Sisi chukua dhahabu, chukua nini, trilioni 1. Wao almasi peke yao trilioni 10 kwa mwaka. Yaani mauzo ya Rwanda ya madini yao wameuza trilioni 4.4 kwa mwaka. Sisi tumeuza trilioni 1. Tuna viongozi hapa, alafu wanataka tukae kimya. Wanakuambieni wewe kwamba watakupa ajira ujipendekeze. Ndio maana nimesikia sisi mnasema sisi nani nito si kalipa si kanini si kizibo. This boy is just a mercenary. He's so stupid. He's a mercenary. Hata sio mtu wa kuzungumza. A university student anaita chawa na wako wali eti wanaimba chuo kikuu. Chuo kikuu. A university. Sehemu ya critical thinking. Hata niye vijana wa Chadema. Hata Chadema ikiingia madarakani, mimi ni rais au Lissu awe rais, naongoza nchi kijinga, alafu mnanishangilia, mnastahili kupiga viboko. Ni kuhusu maisha yako na mwisho wako. It's not about the leader. Mwanafunzi wa chuo kikuu anayesifia utopao huu unaofanya kwenye nchi, hana akili hata moja. Umechaguliwa kuwa chawa au kusemea wanafunzi? Wanafunzi hawana matatizo kwenye nchi. Wanafunzi chuo kikuu mzee, university ndio unakwenda kurealize life. Goodness of life. University ndio unatakiwa ukifika kule ulale sehemu nzuri. You feel the change. Enjoy maisha. Sasa unakuwa na mwanafunzi anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, number 1 university in Tanzania, hana sehemu ya kulala, anapanga mabibo Uswahilini. Huyu mwanafunzi akitoka pale, ukimwambia kupanga barabara nzuri na maisha ya watu wanahitaji kulala sehemu nzuri, anakuambia hata mimi nililala pabaya. Ni sawa uwe na baba yako anakuambia zamani sisi tulitembea uchi. Hakukuwa hata kwa hiyo na mimi nitembea uchi kwa sababu wewe unatembea uchi. Tulikuwa tunaoga bila sabuni. Soma. Hatukutumia simu. Sasa kuna simu. Na ni muhimu. What is development? It's a multi-dimensional process. Development haisimami. It's a continuous process. Hapo mtu mjinga ambaye aliishi maisha ya kishenzi, ambaye anaona ukidai maji anaona unadai nafasi, ambaye hajui kwamba leo wanafunzi wa chuo kikuu wanaona wenzao wanaoishi Marekani naye anaspire kuishi kama mtoto anayeishi Marekani. Everything is in your hand. Fungua simu yako unaweza kuiona Urusi sasa. Unaweza kuiona Marekani. Zamani Mwalimu Nyerere labda na wachache ndio walikuwa na TV anakuja anatuambia kutatokea machafuko Syria. Kumbe labda ameona siku 3-4 zilizopita. Alafu ukitokea tunasema ni ameota. Leo vita inatokea sasa hivi. Kila mtu anaiona instantly muda ule. Sasa leo tuko kwenye matatizo. Wanawaambia wajipe, na vijana wengi walioko vyuo vikuu, haki ya Mungu kabisa, wanaojipendekeza CCM. Sio kwamba wanaipenda CCM. Sisi wakati tuko sauti yako ilikuwa ni aibu. Ilikuwa kwanza na wahesabu, walikuwa wanajulikana. Watu wa sisi wanajulikana.
ilikuwa ni aibu kujiassociate na sisi, chama cha ufisadi, chama kinachorudisha maendeleo ya nchi nyuma, chama cha wizi. It was a shame kujiassociate. Unajua ukitembea na t-shirt za Chadema cha proud, hata mtaani, hata nyie mliopita na kofia unaona watu wanawapigia miruzi, wanawafanyia hivi. Si hawa. Nasema wao. Wakati tukiwa chuo kikuu ilikuwa ni aibu kujiassociate na sisi. Actually, sisi pale kwenye urais wa chuo, siku hizi nasikia eti mtoto ukiwa Chadema ndio ushindi, wanakuondoa hata kwenye ile kamati ya kuchuja. Sisi tulikuwa tunashirikiana sana kina Chagurani. Anakumbuka kuna mwanafunzi alikuwa anakuambia chuo kikuu cha Dar es Salaam pale. Sasa tunataka, unajua chuo kikuu kile cha Dar es Salaam kiwe kifanye uchaguzi, utatuhusu na sisi huko. Kwa tunafanya na kampeni kule. Tukaenda kule tunamtaka mtu mwingine. Tukasema huyu propaganda ya kumaliza kusema ni CCM. Tukaenda tukatengeneza kadi ya CCM. Tukaweka picha yake. Tukazipiga photocopy, tukabandika kuta zote, asubuhi kila mtu anaona huyu ni CCM. Alipigwa chini na alikuwa anakubalika vibaya sana. Ilikuwa ni aibu kuonekana mwana CCM. Na ni aibu mpaka sasa. Kwa sababu aidha huna akili au unanufaika na mchakato huu. Ni mambo mawili. Ni mambo mawili tu. Kwa sababu nani ananiambia kwamba CCM hii ambayo imeshindwa kubadilisha nchi kwa miaka 65, tukiwaongezea miaka mingine miwili ndio kabadilisha? Nani anaweza kusema hivi? You cannot teach an old dog new techniques. Huwezi kufundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Haiwezekani. Hapo uwezo wa kuruhusu umekuwa umepotea. Wewe sasa CCM hii, hata ukichukua malaika ukaweka ndani mle, ataharibiwa kwa sababu mfumo umeoza. Ili tubadilishe nchi, lazima tuapproach huu mfumo. Lazima tufanye tumoe, tutupe baharini, tuanze upya. Tutaanza kupanga hii nchi. Hakuna mipango miji. Unapita hapa Kinyesi, hapa barabara, hapa nyumba zimejengwa. Unaenda kwenye nchi kama Dubai, mji ulishapangwa, nyaya za umeme zishapitishwa huko chini miaka mingi, maji, mabomba ya maji, sewage system. Alafu ndio viwanja vinachorwa, maeneo ya recreation za watu, maeneo ya clubs, maeneo ya viwanda, makazi ya watu, alafu watu ndio wanaenda kuishi. Kwa ukienda wewe unaenda kupanga sehemu ambayo imeshapanga. Leo tuna watu hapo wanaitwa maafisa mipango miji, halmashauri, wanapanga ujinga, tukuna mpango. Haijulikani sehemu ya kiwanda, haijulikani sehemu ya makazi, hakuna hata sehemu ya kuishi. Maisha yamebadilika, hakuna sehemu za recreation, hakuna sehemu za mazoezi, hakuna viwanja. Hata viwanja vya wazi kikiwepo wanauza, wanavigeuza vio viwanja wapate mapato ya biashara. Nchi gani? Hakuna mipango, hakuna future. Ukiangalia vizuri huoni future. Wameshindwa kupata nini, wamebaki nini, wamefanikiwa? Niambie kitu kimoja kilichofanikiwa sisi. Niambie mtu mmoja asimame aseme hivi wamefanikiwa. Ni elimu. Ni elimu. Miaka 65 wamefanikiwa nini? Kimoja tu niambie. Tunazungumza kuhusu matundu ya choo 65 years after independence. Madarasa eti ni maendeleo. Rais anakuja anasema nimefanya maendeleo. Unasikia maendeleo gani? Matundu ya choo. Israel, nchi kama mkoa, inatuma watu wake waende mwezini kuangalia kama bomu ya nyuklia likipigwa hapa duniani, wapeleke watu wao kuishi huko kwenye sayari nyingine. Sisi tunazungumza tundu la choo. Choo. Nini wamefanikiwa? Maji. Soma kitabu cha Chinua Achebe, miaka hiyo, A Man of the People.
mmoja anaitwa Chief Nanga, alikuwa character, alikuwa mwalimu. Baadaye Chief Nanga akagombea akawa mbunge, akawa anaishi kwenye maisha ya anasa, watu wanateseka. Ukiona waziri wa maji nchini anazungumza, unamsikiliza, unamwambia. Mwanza hapa pale Nyegezi kwangu kuna maji 65, ziwani unarusha jiwe linadondoka, hakuna maji hapa Mwanza. Maji yanatoka hapa yanakwenda Misri kupitia Ziwa Victoria, kupitia Swat Canal, Misri wote wana maji. Mwanza hapa hapo ziwani Nyegezi hakuna maji. Hapo tuna waziri anatumia gari ya bilioni 1 anakwenda bungeni, anaropoka, unamwangalia kwa sababu anawaona nyinyi ni wajinga. Insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different results. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia hizo hizo na kutegemea matokeo tofauti. Wewe ni wenda wazimu. Yaani una shamba eka moja, unalima mahindi linatoa gunia 2. Mwaka unaofuata unalima tena, unategemea utapata gunia 5. Wewe ni kichaa. Unless you will grade au kubadilisha system ya kulima. Doing the same thing in the same way and expecting different, ni wenda wazimu. Kutegemea CCM hii. Waziri wa afya anakwenda na mkoba kuwasilisha budget wa Louis Vuitton. Angalieni kwenye internet. Mkoba wa $5,000, a civil servant. Mkoba amebeba wa milioni 15. Wakati milioni 15 ukiipeleka kwenye zahanati fulani kijijini, unaokoa maisha ya maelfu ya watu. Na kuna watu wanakufa kwa sababu budget ya dispensary ya shilingi milioni 3 haipo. Wanakufa. Nimekwenda kwenye kituo cha afya Sirari. Umeme ukikatika, mama anajifungua, anakufa na mtoto wake kwa sababu hakuna generator la milioni 4 la kuwaka automatic ili waendelee na operation. Lakini waziri wa hiyo wizara anaingia na mkoba wa milioni 15 pekee. Hujazungumzia suti aliyovaa. Sisemi kwamba havai vibaya, lakini hebu fikiria, in a poorest country like this, tukisema wanatuonea wivu, hawa ni wabaya, wanataka tu madaraka. Ndio tunataka madaraka. Kwani madaraka ya mama zenu? Yes! Kwani tuko hapa tunaimba nyimbo? Tunataka madaraka kwa njia za kidemokrasia, tuweke uwezo wetu na wananchi watuone. Ndicho tunachofaa tuhubiri sasa. Kwani tunahubiri nini? Wana uchu wa madaraka. Nani ana uchu wa madaraka sasa? Samia ambaye aliagiza watu waumizwe ili awe rais. Na sisi tunaosema uchaguzi huu, nani ana uchu wa madaraka na nani ana uchu wa madaraka? Kama uko na uchu wa madaraka, umejitangazaje bila kuchaguliwa? Tusitishane bwana. Tusitishane bwana. Nchi yetu sote tuheshimiane. Na tuseme hivi kwa dharau wala kwa kejeli wala hatuna shida na wewe. Mimi personally sina shida na Samia. I have a problem na mfumo wa uongozi wanaofanya. That's my problem with them. As a person, sina shida na Samia, sina shida na Mchengerwa, sina shida na mtu yoyote. Lakini tunataka kujenga nchi ambayo wewe utapata kazi sio kwa sababu mama mkwe wako ni rais. Utapata kazi kwa sababu ya content of your character, kwa sababu ya uwezo wako. Tunataka kujenga nchi ambayo wewe utakuwa mbunge sio kwa sababu ya mfumo wako, lakini kwa sababu ya deliverables, uwezo wako ulio portray kwa watu. Tunataka tujenge nchi ambayo wewe utafanya biashara, utalipa kodi kwa haki, sio kwa sababu ya kujipendekeza. No, kwa sababu umeonesha uwezo, content of your character. Hatutaki nepotism katika nchi. Tunataka a meritocracy society.
nafasi kwa sababu una uwezo, kwa sababu umesoma vizuri, kwa sababu vile ulivyovisoma unavionyesha. Sasa kuwa nchi ya mercenaries. Na wadanganya vijana hapa kwamba utawapa ajira, utazitoa. Kwa sababu hawezi kucreate job. Ndio maana nimesikia hata hii nchi na watu wajinga hii. Yaani hebu sikiliza. Eti mtu anajiita mbunge. Anasema eti anajadili eti daktari, kuna pesa inaitwa consultation fee ambayo iko dunia nzima, kwamba sasa hapo anataka apotoshe wananchi kwa sababu hawaelewi kwamba iondolewe, kwamba ni tatizo. Kwa nini mtu anaenda hospitali analipa shilingi 10,000 kumwona daktari, consultation fee, kwa hiyo iondolewe? Hiyo ni tatizo. 10,000. Daktari ameingia, daktari anafanya kazi ya Mungu. Professional mbili zinazomwali binadamu duniani ni mwalimu na daktari. Mwalimu anafanya kazi ya kuimpart knowledge kwa mtu from zero mpaka aelewe. Daktari anafanya kazi ya Mungu ya kuokoa maisha ya watu. Ndio maana kwenye nchi nyingine profession, ukienda Marekani, watu wanaolipwa zaidi ni doctors. Mtu anasoma miaka 8 anachana maiti. Hebu fikirie, mimi nimekaa pale hospitali, nimeuguza mdogo wangu, nimwangalia daktari mmoja anaitwa Dr. Mwanga. Anaingia saa 12, anafanya operation 8-9, anaokoa maisha ya watu. Kwamba kumlipa shilingi 10,000 ya consultation fee inakuwa nongwa kwa wabunge. Lakini huyo mbunge analipwa shilingi 800,000 kwa siku, sitting allowance na BAM. Mbunge zero anaona yeye kulipwa shilingi 800,000 posho ya makalio ni sawa, lakini kulipwa daktari 10,000 anaona shida. Hiyo ndio nchi tuliyo nayo, ambayo haiheshimu uwezo wa mtu na kitu anachokifanya. Productivity ya bunge hilo, takataka hilo ni nini kwenye nchi? Tofauti na kula kodi ya watu. Anamlipa mshahara daktari anayefanya kazi ya Mungu, unamlipa shilingi 800,000, milioni 1.5. Mbunge analipwa milioni 18 kwa mwezi, na anaona ni sawa. Daktari amepata mwanandoto, hana usafiri, mbunge anaendesha PX ya milioni 200, alafu anamuonea wivu daktari anayepanda mwendo kasi akaokoe maisha ya watu, na wanapigiana makofi. What country is this? Tukisema haya wanasema sisi ni wabaya. Mwalimu wa nchi hii anateseka, anaenda kuuza bajia na vibarabara shuleni, anawaza kodi ya nyumba. Atafundishaje mtoto wako wabajeli? Tunataka kubadilisha mambo haya ndugu zangu. Hatuwezi kuendelea namna hii. Nchi yetu inaenda shimoni. Open your eyes and see, kama anavyosema Bob Marley kwenye wimbo wake. Open your eyes please. Wabunge ambao hawana creativity. Nimeona mmoja anaongea na Paul Mishipa, anasema tuchukue shilingi 10, shilingi 30 tuweke kwenye miamala ya simu, eti tukatie watu bima ya afya. Anaona eti hilo ni wazo. Mavi matupu. Nchi hii, ukimtumia mama yako pesa kijijini, unakatwa wewe. Na mama yako akienda kutoa, na hiyo ile kazi uliyomtumia, na yeye inakatwa kodi. Akienda kununua kiberiti, kile kiberiti kinakatwa kodi. Kwa hiyo hiyo pesa moja hiyo, inakatwa kodi tu, inatoka kwako. Inaenda kwa mama yako ambaye anatoa, inakatwa kodi. Akinunua kiberiti inakatwa kodi. Bado huyu mbunge anasema tena iwekwe shilingi 10 na 30 kwenye simu. Yeye analipo milioni 18. Anasahau, huyu mbunge anasahau kwamba kwanza hakuna nchi duniani inayoendelea kwa sababu ya kupiga kodi watu wao. Nchi zinaendelea kwa sababu ya uzalishaji.
Na hapa ndipo ninapotaka kumalizia nikizungumza na nyinyi. Uzalishaji. Hakuna nchi inayoendelea kwa kodi, kwa sababu kama utaendelea kuchaji watu wako kodi bila wao kuwa na capacity ya kufanya productivity, mwisho wataishiwa. Ni kama una ng'ombe, humlishi, unamkamua maziwa. Maziwa yataisha, alikuwa anatoa lita 3, atatoa moja, atatoa 0, atatoa 0. Mwisho utakamua ndani. Ili uweze kuchaji kodi, lazima kuwe na mzunguko wa pesa, lazima kuwe na productivity. Sasa huyo kwenye lita moja ya mafuta leo wanachaji kodi na tozo mbalimbali 18, 35%. Ukinunua simu ina kodi, vocha ina kodi, muamala una kodi, kwenye kila kitu. Labda ile sauti yako tunazungumza ndio hawachukui kodi. Ukienda kuchaji simu ule umeme una kodi. Hiyo simu moja. Alafu bado wanataka waweke shilingi 10. Kwa sababu hawawezi kufanya productivity. Na ndio maana nakuja kwenu wanafunzi wa hata watu wadanganya kwamba wanaweza kutoa ajira, watazitoa. Fikiria hivi. Hii kama ya ziwa, tuna madini mwambia mengi. Hili lilipaswa kuwa eneo na utafiti wa kimadini na vyuo vya kimadini na teknolojia ya madini na viwanda vya kimadini vikubwa kuliko vyote duniani. Hapa kanda ya ziwa, kwa sababu migodi ipo hapo. Kama ni utafiti tunafanyia hapo, kama ni soko lipo hapo, kwa sababu hii migodi sinanua makatapila ili wakachimbie, sinanua baruti za kulipulia, sinanunua nati za kufunga kwenye magari, sinanunua hata kofia ngumu zile za safety gears, miwani, viatu. Kanda ya ziwa hapa palipaswa kuwa na viwanda vikubwa. Na mimi nikiwa bungeni, endeni msikilize, siku nachangia mpango wa taifa wa maendeleo. Huyu aliyekuja kuwa makamu wa rais anaitwa Mpango, akiwa waziri wa fedha, alileta mpango wa taifa. Hiyo hotuba iko kwenye YouTube. Nikamwambia, sikiliza Mpango, acheni kuambia watu si serikali ya wanyonge. Serikali sio kwa ajili ya kukufanya wewe uwe mnyonge. Serikali inapaswa kufanya progress ya kukutoa kwenye hatua duni zaidi, kukupeleka kwenye hatua nzuri zaidi. Ndicho nilichomwambia kwamba msije kujisifia serikali ya wanyonge, tuambie mmewakuta wanyonge milioni ngapi? Na kwa miaka yetu mmeondoa wanyonge watu kwenye unyonge milioni ngapi? Unawaje serikali? Na unaondoaje? Kwa kufanya productivity. Look here. Leo tunahitaji nati ambazo zinanunuliwa kufunga magari yanayozalisha, zinanunuliwa kufunga makatapila, hayo hapo, zinanunuliwa si kwenye nini, nati. Ukisoma importation ya nati kutoka nje ya nchi na bolt kutoka China na maeneo mengine, dola za Kimarekani milioni 200 kwa mwaka, zaidi ya bilioni 600 inachukuliwa hapa, inapelekwa China kutengeneza ajira, nati zinakuja. Sisi tuna chuma. Tungekuwa tunazalisha chuma chetu pale Mchuchuma na Liganga, hicho tungeuza nondo ndani ya nchi. Hicho tungetengeneza mabati. Tuna madini ya tin yale ya kutengeneza mabati, tuna bronze, tuna kila kitu. Mabati yangetengenezwa hapo. Mabati ya shiti zinatoka China. Leo wewe umetoka chuo kikuu, usingehitaji ajira kwa taifa, kwa sababu viwanda vipo. Kiwanda ndio sehemu anapoajiriwa kila mtu, kuanzia mwenye elimu ya juu mpaka yule asiyekuwa na elimu. Kiwandani anapata kazi. Kiwanda kinahitaji lawyer, mwanasheria wa kiwanda. Kiwanda kinahitaji mtu wa human resource management. Kiwanda kinahitaji engineer. Kiwanda kinahitaji accountant. Kiwanda kinahitaji kila mtu. Lakini vile vile kiwanda kinahitaji technician, mtu wa elimu ya kati. Kiwanda kinahitaji dereva. Kiwandani atakuwepo mama ntilia anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula. Kiwandani kiwanda ndio kinaajiri everybody. Ndio maana Mwalimu alianza kujenga viwanda Quantex, imegeuka leo ni magodown ya Wachina, Mutex, Dar Textile Industries. Leo tungekuwa tumejenga viwanda vya chuma, tumejenga viwanda vya nati, tumejenga
tunaagiza hadi kofia ngumu, zile kofia ambazo wanavaa kwenye ujenzi zile, tunaagiza China. Sasa hata ukijipendekeza kwa sisi, watakupa wapi ajira? Kwa sababu wanayo chache za watoto wao. Wewe unajipendekeza kulamba matabishi yao, utatoa wapi ajira? Hata ukiimba sisi asubuhi mpaka kesho asubuhi, utazipata wapi? Kwa sababu hizo ajira zenyewe hawawezi kucreate. Hii nchi ambayo tunaagiza toothpick kutoka China, for God's sake, toothpick China, made in China. Nasema uongo? Sasa hiyo ajira watakupa, watatoa wapi? Hata ukijipendekeza kwao, wanatoa wapi ajira? Hii kanda ya Ziwa watu ni wafugaji, ngozi zinaoza. Tunaagiza viatu, jozi za viatu, hiyo precise kila mara, jozi za viatu, mahitaji ya viatu. Na Watanzania wengi wako wanaotembea peku kwa mamilioni, wako kweli, anakwenda shule hana kiatu. Lakini kwa vile tunavyoagiza, tunaagiza jozi za viatu milioni 54 kwa mwaka. Capacity ya Tanzania kuzalisha viatu vyake peke yake ni jozi milioni 3. Sasa niambie, tungekuwa na kiwanda cha kuzalisha viatu hapa, mngepata shida ya ajira? Hizi fedha ambazo zinatolewa hapa zinakwenda kuagiza viatu nje, zingeingia kwenye kiwanda. Kile kiwanda kingekulipa wewe mshahara, unafanya kazi kiwandani. Wewe mwajiri huyu fundi. Huyu fundi angekuwa mboga kwa yule mama anayeuza mboga. Yule mama angemwagiza bodaboda aletee mboga nyingine. Bodaboda angekuwa mafuta kwenye kituo cha mafuta cha huyu. Huyo angemwajiri mlinzi. Hadi ingezunguka miongoni mwetu. Leo umetoka amekwenda China kuagiza viatu. How do you create jobs? Si kama mnaelewa nyie. Kufanywa finishing ndani yangeingiza trilioni 30 kwa mwaka. Budget ya Tanzania ni trilioni 54. Na kati ya hizo trilioni 54, karibia trilioni, pesa zote za development tunategemea kutoka nje. Niko. Sasa nchi inayouza almasi, inayouza Tanzanite namba 1 duniani, leading seller wa Tanzanite duniani ni India. It's an irony kwamba Tanzanite inapatikana Tanzania peke yake duniani, lakini nchi inayouza Tanzanite nyingi kuliko zote duniani ni India. Si kama mnanielewa? Kwa sababu sisi hatuna laboratories za kukata Tanzanite kwa shape nzuri, kuzipiga, kuzifanyia finishing na kuziuza. Dubai wameingia na watu wa nani? Wa Botswana niliowaambia, wanaingia mkataba nao 50-50. Wanachimba almasi yao, inakatwa pale pale, imesafishwa, wanaingiza trilioni 10 kwa mwaka nimewaambia. Sisi tunaingiza trilioni 1 madini yote. Tungekuwa tunafanya finishing ya madini hapa kwa mwaka, ajira zinazotokana na madini zingeajiri watu 150,000 kila mwaka. Nchi nimewahi kuona mimi zinatangazwa ajira za walimu, niko bungeni 2000, wakaomba watu 600,000. Unazigawanya. Sasa ndugu zangu, tuko kwenye matatizo yote. Matatizo ya kukosa ajira, matatizo ya elimu, matatizo ya uonevu, matatizo ya elimu mbovu kwa sababu ya uongozi. Tuko hapa tulipo kwa sababu ya uongozi. Nani anaweza kunipinga? Nani anaweza kunipinga? Ukigusa masuala ya ECDs, bandari ni uchafu mkubwa. Ukigusa deni la taifa ni uchafu mtupu. Ukigusa SGR ni wizi na uchafu. Mama zetu wanaibiwa. Kwa
zote zinaibiwa. Ukigusa umeme ni wizi, ukigusa maji ni matatizo. Wapi pako salama? Kwa maana hiyo, tuna sababu za pamoja za kuunganisha nguvu, tubadilishe nchi. Mimi na miaka 45. Miaka 30 ijayo tutakuwa na miaka 75. Pengine nitakuwa na miaka michache sana ya kuishi duniani. Wewe kijana wa miaka 22, miaka 30 ijayo utakuwa ndio unalingana na mimi. Unahitaji kubadilisha nchi hii kwa ajili yako na watoto wako, sio kwa ajili ya John. Lissu kwa umri wake wa miaka 50 ana miaka michache sana ya kuishi. Angeweza kuwa mbinafsi, akasema kwa nini nihangaike? Kwa nini sichukue fedha nikae nyumbani kwangu? Mimi ni wakili maarufu duniani, niishi vizuri, ni enjoy siku zangu za mwisho duniani. Anakupigania wewe. Wewe una sababu ya kupambana kuliko mimi. Hatuwezi kupambania wewe unasikiliza Diamond, sina Alikiba, sina kukata viuno. Unahitaji kutengeneza destiny yako na watoto wako na wazao. Kwa ajili yako. Na usikubali mtu mjinga ambaye anaendeshwa na gari la serikali anakuambia wewe eti unachochewa. Na kijana mimi nilikuwa bungeni eti waziri anawaambia vijana watengeneze ajira. Nikamwambia anza wewe tu. Wewe mwenyewe umeshindwa kutengeneza ajira. Umekimbia kwenda kuomba ubunge, ajira ya wananchi. Umekuja na gari ya serikali, nyumba ya serikali. Kijana hawezi kutengeneza ajira. Tumekuwa mfano wewe. Maprofesa wa kina Kabudi, tupo kubwa, amekimbia kwenda kuomba ajira kwa wananchi. Tengeneza ajira wewe, uajiri tuone. Kuwa mfano wewe. Sio. Kuwa mfano wewe, wakili unachowaambia watu. Ndio maana sisi tuko mstari wa mbele. Mtu anakuambia njoo. Lissu akitaka kuandamana, alete watoto wake wakae mbele. Kana kwamba Lissu mwenyewe aliyeko mbele hatoshi, nataka na watoto wake. Kwa sababu watoto wake ndio wana matatizo yaliyoko kwenye nchi. Kwani umeme ukikosekana unakosa kwa jamii yake? Wewe haukuhusu sio? Tungekwambia andamana kwa sababu ya kwenda kufanya mimi natafuta mpenzi, ukanipigania hapo ungesema hivi. Lakini tunakwambia maisha ni mabaya. Kwani yakuhusu wewe? Kwa sababu uone watoto wako, mimi niliyepo mbele hapa sitoshi. Hiyo ni akili gani? Ndugu zangu, vijana, hatima ya nchi yetu, hatima ya maisha yetu iko mikononi mwetu. Mungu awabariki sana. Asante kwa